tayari ripoti imekwisha toka. Unadhani imetoa majibu ya maswali yaliyokuwa yanaulizwa kuhusu ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi? Babu, ripoti imetoa kile ambacho wengi walikuwa wanataka kukisikia, kwa maana ya idadi ya watu ambao madhara ambayo yalijitokeza wakati na kabla na baada ya uchaguzi wa mwaka jana hapa nchini Tanzania. Ilikuwa ndio eneo kubwa ambalo wengi walikuwa wanalisubiri. Idadi iliyotajwa na Jaji Chande amesema bado anatuma inatoa nafasi ya uchunguzi zaidi. Kwa hiyo hilo eneo moja naweza nikasema limejibu kile ambacho wengi walikuwa wanataka namba itajwe. Idadi imetajwa hapo kwamba watu 518 walipoteza maisha, lakini sababu na vyanzo vilivyoelezwa kuwa ndio kiini hasa cha kutokea maandamano na baadaye vurugu, unadhani hizi sababu zinafanana na zile ambazo zimekuwa zinazungumziwa nchini Tanzania tangu Oktoba mwaka jana? Naweza nikasema kwamba katika eneo la kwanza ambalo Jaji Othman Chande ameelezea kwa maana ya vichocheo, ni kitu ambacho kimekuwa kinazungumzwa na kupigiwa kelele nchini Tanzania, ambalo Jaji Chande amezungumzia swala la katiba. Ukweli limekuwa linazungumzwa sana kama moja ya kero hapa nchini Tanzania, masuala ya muundo wa tume na mfumo mzima wa uchaguzi, pamoja na mazingira ya rushwa na masuala mazima ya hali ngumu ya maisha. Ni vitu ambavyo vimevitaja kama vichocheo, na ni kweli kabisa haya ni mambo ambayo yamekuwa yanazungumzwa si tu kwenye mitandao ya kijamii. Hata ukija hapa nyumbani nchini Tanzania, moja ya mambo ambayo yanazungumzwa sana mabarabarani katika mikusanyiko ya watu ni haya ambayo Jaji Othman Chande ameyataja katika ripoti yake ambayo inaendelea hivi sasa. Ripoti inaendelea kutolewa hivi sasa, lakini Doto, kulikuwa na malalamiko kuhusu vyombo vya dola kuhusika na mauaji, ikiwemo madai ya kutumia risasi za moto. Tume imesema chochote hadi kufikia sasa kuhusiana na hili? Tume imelizungumza mpaka hili eneo, limesema kwamba nguvu kubwa sana ilitumika, lakini ukimsikiliza Jaji Chande alivyoeleza, imekuwa kama kuna kuuma na kupuliza. Anaeleza kulikuwa kuna makosa yamefanyika, nguvu kubwa ilifanyika, lakini anatumia sheria na kanuni za kulinda nguvu hiyo kubwa iliyotumika. Na yeye mwenyewe katika maelezo yake amesema hayakuwa maandamano bali ni vurugu, huku akiendelea kutoa baadhi ya tafsiri za kisheria. Kwa hiyo eneo hili limekuwa lina kuuma na kupuliza ili kuweka nadhani kuacha nafasi zaidi ya uchunguzi kufanyika kwa mbele. Kwa eneo hili Babu, kumekuwa kuna kuuma na kupuliza zaidi kuhusiana na eneo hili. Bado Jaji Chande anaendelea kutoa ripoti hiyo. Kwa maneno machache tu, tume imekuwa ikikabiliwa na vizingiti tangu kuundwa kwake, ikiwemo madai ya kukosa uhalali, kasoro pia katika uteuzi wa wajumbe na tuhuma za kutokuwa huru. Jaji Chande ametoa kauli yote kuhusiana na tuhuma hizi? Hajasema, amejitenga na kelele hizo au na tuhuma hizo ambazo zimekuwa zinatolewa haswa na baadhi ya wanasiasa pamoja na wanaharakati hapa nchini Tanzania. Naona yeye amejikita katika kazi ambayo alipewa kuifanya. Kwa amejitenga na majibizano ya uhalali wa tume yake. Alichokifanya ni kuelezea wasifu na uhalali wa wajumbe wa tume kabla hajaanza kuisoma ripoti yake asubuhi na mchana wa leo ikiwa inaendelea hapa Dar es Salaam. Asante sana Doto Bulendo ukiwa Ikulu Dar es Salaam. Bila shaka tutapata maelezo mengi zaidi kuhusiana na yaliyomo kwenye ripoti hiyo ya Jaji Chande. DW tunavuma kwa kishindo.